Karibu kwenye channel yetu ya Kivu Reports D. Naitwa James Tunga. Tunakuletea habari, matukio na mambo yote inayoendelea Kongo na nafasi zingine. Mapambano makali inaendelea kati ya FARDC Wazalendo na M23/RDF Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Wazalendo wanaendelea kufundisha adabu kwa hawa askari wa Nyarwanda, Masisi, Walikale na Fizi, Minembwe. Vyanzo vya habari vinathibitisha kwamba RDF wengi wanapoteza maisha katika eneo ya Uvira, Kipupu, Masisi na Minembwe. Msemaji wa Twirwaneho bado anaendelea kutoa siri nyingi kuhusu vita wanaofanya mashariki mwa Kongo, mpango wote uliopangwa na rais wa Rwanda. Msemaji huyu wa Twirwaneho ametoboa siri zote kuhusu mpango wa kushika Kivu, mauaji, uporaji wa mali ya Wakongomani, madini na gisi silaha inaingia kutoka Rwanda. Katika taarifa hii ya habari leo, tunaangazia hali ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo na kusababisha wananchi wengi kuhama makazi yao. Serikali na wadau wa kimataifa wanaendelea kutafuta suluhu ya amani, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa ngumu. Baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, huku vikosi vya serikali ya DRC na waasi wa M23 vikikabiliana katika maeneo kadhaa. Critical. Katika Kivu Kusini, bado kuna hali ya tahadhari kutokana na mapigano na kuhama kwa raia kutoka maeneo yaliyoathirika. Mashirika ya haki za binadamu yanasema raia wanaendelea kuwa katika hatari kubwa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea na juhudi za kuwawajibisha wahusika wa uhalifu wa kivita kupitia baraza jipya la ushauri kuhusu uhalifu wa vita. Reuters. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC umechangia kuzorota kwa hali ya kibinadamu, huku pia kukiwa na changamoto za mlipuko wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya Sud Kivu. Msemaji wa kundi la Twirwaneho amedai katika mahojiano na waandishi wa habari kwamba aliingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye akajikuta akijiunga na kundi la Red Tabara kabla ya kuwa msemaji wa makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli katika milima ya Minembwe, eneo la Fizi. Msemaji wa Twirwaneho alisema kama rais wa Rwanda anapanga kumtoa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika madaraka na kumtia Mutusi kuwa rais mpya Burundi. Msemaji wa Twirwaneho anasema rais wa Rwanda ndiye alitengeneza kundi la Red Tabara ili kumtoa rais Evariste Ndayishimiye madarakani Burundi. Fuatilia video fupi ya mahojiano hayo kati ya waandishi wa habari na msemaji wa waasi wa Twirwaneho. Mimi tangia tulikimbiaga tukakimbia tangia 2016 before kando refugee. Sasa palikuyaga bakobwa barokita wasoma siku zinakuya mukambi zigasema eti kuna mvuma hivi na hivi naitwa Red Tabara, lakini formation mtaipataga mkishafika Kongo kwa sababu tutuoneshe njia ya kwenda mpaka mfike kwa formation kwa wasotakisha tupite tunaingia Rukongo tutatakia Burundi. Tulikimbiaga na tunashiriki Burundi kwa ile gouvernement. Sasa lakini hatukwendaga chali moya, ilikuwa tukusanyia fasi moja Kigali mkipango kikubwa. Watu wanakuwa wanawaambia mateka ya Red Tabara. Sawa, na mimi nikapenda nikakuwa mwingine nikapanda gari nikashia sehemu. Sasa mtu akatoka wanasema hivi tuko tunaenda kisha eneo. Unaenda mpaka wapi? Tutakwenda kuelezea. Sasa tukapanda mabisi wakatubeba hapo Sud Kivu. Ndio kwa barabara kwanza bila ingia Kongo. Sud Kivu. Tukaenda sehemu hivi bila kulikuwa hospitali, lakini kulikuwa jeshi
Niko naona basirikali na jeshi kweli. Ndio wakatupatia maboti, wakatupatia koti za baridi. Singine tulikuwa tunakuwa tunapanda mwanzo. Alikuwa shimezi mbili. Sasa tulikuwa tunapanda milima vile hiyo usiku masaa moja. Ndio wakatupatia makamio, ni mabeni. Mabeni asangwe ya kwa mchanga. Wacha dutwara arakushika kuri antene. Hari antene ndende n'umusozi muremure. Turahaguma. Ile antene ni fasi gani? Ni Kamanyola ni nayo mazina ntabwo kuri Sandanya kuvuga ntabwo nenda ya ama rero turajyamaho turagumaho ngo baca barazana icyo turafungura hari abasoda batandatu bambaye batandatu bwo kuzotwereka inzira ko bamenyere. Taarifa hizo zinadai kuwa katika eneo la Minembwe kuna makundi kadhaa yenye silaha yakiwemo Twirwaneho, Zambapema, RDF na Red Tabara, ambalo ni kundi la waasi kutoka Burundi linalopinga serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye. Msemaji huyu ametoa siri nyingi, ikiwemo gisi wanavyoua watu raia wa Kongo ili kutimiza mpango wao wa kuchukua majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini na kuifanya nchi mpya kabisa ambao itatawaliwa na Rwanda. Lakini msemaji huyo wa Twirwaneho alionyesha kukata tamaa na kujutia nini ilimleta Kongo. Subscribe channel yako pendelevu ya Kivu Report TV kwa habari za ukweli ambazo hauwezi pata fasi zingine. Like, comment, share video kwa wengine. Hapa tunapatikana kwenye eta majoro ya Mouvement IDECO, ni Golgota Mangurejipa. Ile vitu ambao mnaona iko vitu, tumekamata watu 6. Wanasema kuna mmoja ambaye amekimbia. Alafu walikuwa wamemaliza, walifika jana tango 18h mpaka saa hii kuna kuwa mtu alibafunika, alibaweka ndani ya nyumba. Tunapata consigne, tunaenda tunaverifie, tunabakutanisha banalala. Na ule mama mwenye alikuwa anabaweka kunyumba iko na bapelekea chakula kwa siri. Wakati tenye tunamuuliza anajekana kusema yeye haiko mwenye parcela, kumbe yeye ndio iko na baweka. Sasa hapa tungali ndani ya uchunguzi. Muone na marisasi yabo njoo hii. Ile iko marisasi. Iko marisasi kabisa ile ya aka. Balikuwa natembea bio nafunga mafurushi, wanakamata fashi mtu alikanyaka banafunga mfurushi. Na migewa yabo ile. Migewa ya kama iko na vitu gani? Na mijeledi ilikuwa 3 iko pale njoo hii. Na muchaku hii iko hapa. Njoo ile iko pale muchaku. Sio tunazania ni watu babaya. Baada ya uchunguzi mutapata nini? Mutapata information. Na bao wanasema ndio baligombanaka wapi? Na IPLC Bilulu. Baligombanaka na IPLC Bilulu, wanasema wanatokea Bandulu, wanasema viko natembea na fede route ya Ndruma. Ndruma ndio inabapatia fede route. Wale wenyewe walipigaka defense ya Mayani. Tusha kamata hapo hapa. Na mtu alikuwa anabaweka iko hapa. Sasa vitu hapo kwa njoo ile. Vitu hapo njoo ile. Baada ya uchunguzi mtajua nini iko naendelea. Tukue trop prida. Njoo ile vitu hapo. Muangalie tu pale. Hewa nzoe akianza hapa. Watu wanakimbia sana. Watu wambutiaze parking hapa ya nani akianza hapa. Ona watu ndo wale wamekimbia. Sandra hapa tu wa Sandra akianza hapa. Sandra akianza hapa anduka mesha. Watu wakimbia sana hapa. Tujue kama tena kuna kwa nini. Ona deja watu ndo wale kule wanakuya tu. Wende on. Ambutiaje hapa Sandra akianza hapa.
Alerte Mangina bana arete batu, wanafungia batu njia, aseme mtu asipitie njia Beni. Ale ni wakimbizi biko nasema wana Beni, njo wale wamafungia njia deja, aseme somikare batu barudie, njo bale tena bana